We mama. Unafanya nini hapa? Ina maana wewe umekuja kuniwangia, si ndio? Na ndio maana mimi nilikuwa sitaki kuishi pamoja na wewe kwa sababu wewe ni mchawi. Kwa nini unafanya vitu vya kijinga hivyo? Yaani siku hadi siku unazidi kuwa mzuri. Kifupi wala unaishia. Asante. Mahaba. Lakini hebu tuzungumzie kuhusu watoto na watoto. Ni kweli unachokisema kuhusu watoto. Lakini huwezi amini. Mpaka sasa hivi ninapozungumza, hawa watoto tayari mahusiano yao yashakuwa makubwa zaidi shari. Yaani kila mtu anajua. Mimi nilikuwa na wazo, Nuru, ni bora wao tuyaache waendelee na mahusiano yao, alafu sisi ibakia kuwa siri. Kwa sababu gani? Wao sisi tunajua wameanza mahusiano kwa sababu ni watoto wadogo wameshindwa kujificha, lakini sisi ni watu wazima. Wao hatujui kama sisi tuna mahusiano, kwa hiyo tuna uwezo kujivijari tu, kila kitu ikawa sawa. Hivi una akili kweli wewe? Yaani mimi nilikuona mtu mzima, kumbe ovyo kabisa. Nuru, unanitukana Tambua wazi mimi nakuingilia bana. Mimi hapana. Usinitukane bana. Puu amepata mimba. Haya. Huyo mjukuu anayezaliwa sisi anatuita nani? Unajua kinachonumiza kichwa ni kweli unachokisema. Lakini washakuwa wapenzi. Alafu jinsi ya kuwatoa kirahisi rahisi, sidhani kama watakubali. Kwa kuwa sisi ni watu wazima, tunajicontrol tu. Nisikilize nikwambie. Mimi naona tusitishe ili penzi. Kwa nini sasa Nuru? Wewe unachanganya Nuru. Nisikilize sasa. Sasa tunajenga tunabomoa. Sikiliza. Siwezi kuvaa hiki kiatu cha aibu. Umenielewa? Wewe mwanaume, mimi mwanamke. Fedha nitakuwa nayo mimi. Wewe utakuwa unadunda tu mtaani. Mimi ndio nitakuwa naonyeshwa vidole. Sasa tusitishe ili penzi. Mwafaka sina na wewe. Nuru. Sasa malengo sio hayo sasa. Yaani mjomba anatoa kwenye njia kabisa yani. Mimi sijai kuona mtu anachika kiukubwani bwana. Hapa dawa kwenda kudili na mjomba. Siwezi angalia penzi lipotee kiasi hichi. Sema sasa hivi nikusubiria uje unifulie, nitatembea mchafu. Sasa hivi ni mwendo wa kujifulia mwenyewe, kujianikia, kujikunjia, na mwisho wa siku ndo kama hivi zile kushinda kuweka hata kwenye msumari. Bana wewe mpunguza ngenga, mtoto wa kiume. Unaona kwa patu faida au? Unaongea. Kwani hapo ulivyofuame katika nini, kiungo gani kimemonyoka? Mbona gubu wewe? Zesheni nyingi mtoto wa kiume. Basi uda. Makelele tu kila kukicha. Mume wangu, umeona uziwa? Yaani hapo ndo unatafuta shilingi ngapi? 50,000 tu ili madi mkeo nikatambe shughulini, nikaonekane. Kwa wewe mwanamke kipengele rafiki yangu. Kwa nini sasa? Kwa kuomba hiyo hela asali au na mengine? Yaani wewe uone mambo yote yanotukabili hapa nyumbani. Tunadaiwa kodi, kula yetu tu yenyewe hapa kula changamoto. Na wewe tena unaniletea asali uje unilipishe 50,000. Uko sawa kweli wewe? Sasa ndio maana nimekuambia mapema madi upambane. Au? Afu mbona unapenda kuendekeza ziki wewe? Shughuli yenyewe sio leo wala kesho. Na ndio maana nimekuambia mapema ili madi ukapambane, mkeo niweze kutamba. Sasa mbona unakupa mzembe hivyo wewe? Wewe endekeza shughuli ili tufe maskini sio. Kisa 50,000. Ungeambiwa laki, si ungejinyonga wewe kabla ya kufa. Mimi sasa hivi nishakuzoea. Bwana, sare ndio ile 50,000 inahitajika. Ndio nishaipenda hii. Ikipatikana utapewa. Utajua mwenyewe. Patikane. Ndio haiko naona kinavung'aa.
We binti. We binti. Unanitafuta nini mimi we binti jamani? Hivi niongeeje mimi jamani we binti? Kwamba sikutaki. Sitaki hayo mahusiano yenu na kijana wangu. Hivi kwa nini unielewi? Wewe nadhani unielewi. We binti wewe. Wewe unielewi. Sijui wewe unataka niongee lugha ya kwenu. Kwa sababu kitu kimoja, hayo mahusiano yenu hayo yananinukia vibaya sana mimi. Sijui niongeeje wewe binti ili unielewe. Wewe. Siku nitakuja nikumwagie maji ya huko. Subiri nikuletee maji. Mama. Na wewe mama nini kelele? Nini? Lakini mama mimi nimeshakuwa mtu mzima au shida ni nini yani? Wewe Saidi wewe. Hivi kwa utu uzima gani ulokuwa nao wewe? Ninakuuliza kwa utu uzima gani ulokuwa nao wewe nikikuangalia juu mpaka chini. Uo bwabwa wa shingo hapa kwenye koo bado huja kutoka. Una utu uzima gani? Pumbavu mmoja wewe wa kiume. Wewe. Haya. Mama. Wewe hebu kele. Kwenu? Sasa mama naona. Nakwambia nenda, hebu toka. Tena nisikuone ukikanyaga katika hii nyumba. Mwehu mkubwa wewe. Ujaona wanaume mpaka uje umdangie mwanangu. Na wewe nyoko nini? Nyoko nini? Mama nini? Saidi wewe. Hivi wewe mwanangu una shida gani? Kwa nini hutaki kunisikiliza mimi mama yako, Nimeshakwambia achana na yule binti. Una matatizo gani wewe Saidi? Yaani mimi wazazi wangu waliniambia majina ya Saidi yana shida. Yaani unisumbue tumboni, nimekuleta duniani tena unisumbue. Andani. Shenzi wewe. Njoo unataka kujua sababu sio nini na nini? Wewe unataka kujua sababu. Sasa nakwambiaje? Yule mwanamke sitaki kumuona hapa. Mwehu we. Eti nataka nijue sababu. Alafu kisha nijue sababu mbwa wewe. Ukishajua sababu, si utazimia? Usiku wote huu badala ya kulala ndani upo hapa. Kulikoni? Unawaza nini mwanangu? Hamna mama, niache. Na mambo yangu tu ya kazini yananisumbua. Wewe sio mambo ya kazini. Wewe mke wako ndio anayekuchanganya. Mama, ndio maana nilikwambia niache mamangu. Nini lakini? Sio kwamba kila tatizo langu unaweza kulitatua mama. Mengine ni magumu yawezi. Hata kama una umri mkubwa kuliko wa kwangu. Pia naomba radhi sana mamangu. Najua nitakuwa nimekuangusha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sio kwa kupenda. Nilijitahidi kwa nguvu zangu zote kutafuta kidogo ninachokipata nikawa nakutumia. Na ilikuwa hivyo kwa miaka mingi sana. Lakini mama, mjini kuna mambo mengi. Mji ni mgumu sana mamangu. Tunapitia kipindi kigumu sana kwenye utafutaji. Kuna muda tunashindwa kupita kwenye njia tulizoziamini, tunapita kwenye njia tulizoziamini watu wengine. Hii sio kwa kupenda mama. Tunatamani wala tuje tubadilishe maisha ya nyumbani kwetu. Lakini changamoto tunazozipitia zinatufelisha. Najua nitakuwa nimekuangusha kwa kiasi kikubwa sana mamangu. Sikuwa na chaguo.
Sikuweza kuamua ni njia gani nipite sahihi zaidi ya kupita njia hii. Nisamehe sana mamangu. Nisamehe sana, sikupanga uishi maisha hayo. Ndio maana nasema mahusiano bora tuyasitishe. Yaani mimi nilichofurahi tu mko upande wangu. Hakuna hata tatizo. Vumi, mimi sitodumu upande wako. Kumbuka yule ni mamangu. Alafu kingine mimi ni dhaifu sana kwa mamangu. Lakini ninachokupatia mimi haiwezi kukupa. Usimtukane mamangu, sawa? Sijamtukana lakini nimekwambia tu. Ikiwa unajua mamangu ana wasiwasi sana na mimi. Na yote ni kwa sababu amenilea katika hali ya usingomazi. Nice. Tunarudi ndani au unarudi kwenu? Wewe koma. Bango zako tena usindikize. Mke wangu, sio kwa ubaya, lakini achana na maisha ya watu. Tumeamka vizuri tu, sijui kwa nini unasema hivyo. Na kuona sana Mpola, umekuwa na chuki na hiyo familia ya hapo nje. Sijui kama una sababu. Wala sina chuki nao. Huwa wenyewe wananikwana kama unavyonijua mimi. Unyonge sipendi katika maisha yangu. Sasa natumia mamlaka kama mume wako. Sihitaji malumbano. Labda wasinikwae. Umekalia ukorofi. Ila kuzaa Yaani nilijua tu. Huku kuzunguka sijui majirani sijui nini, hakuna chochote. Pointi kuu ni hii hapa. Wewe unafikiri mimi napenda? Ungekuwa upendi, ungetafuta ni nini shida. Usikute mdomo ndio unakuletea shida wewe. Kweli nakwambia. Yaani mimi nakushangaa sana. Yaani nakushangaa na nitaendelea kukushangaa. Hivi kwa nini unakuwa hivyo? Chogo, usinikaraishe. Tena usinitafute kabisa, usinichokonoe. Wewe. Kama umeshindwa kunitengenezea kitanda changu, si bora uniambie kuliko kunizungusha hivyo. Nisikilize, haijalishi iwe kwako umetoka salama au sio salama. Waungwana huwa wanapeana, wanasabiana au wanasalimiana kwa lugha nyingine. Lakini sio from nowhere ukija tu kama yaani kama sijui kuelewi yani. Sikuelewi unachosema. Wewe unajua ungwana wewe. Wewe ungekuwa ungwana ungekuwa unanizungusha hivyo. Ungekuwa umeshanitengenezea kitanda changu nimeondoka. Nisikilize nikwambie, mimi sio fundi mdogo. Mimi fundi mkongwe. Watu wengi wanakuja hapa. Sio mara moja, sio mara mbili unapishana nao. Wewe mwenyewe shahidi. Kwa hiyo ina maana kama unakuja watu wengi, ina maana hata wewe pia una nafasi ya kusubiri na sio from now unakuja tu unaanza kukomandi. Wewe fundi mkongwe wapi bwana wewe jau tu. Mimi nani? Mimi jau. Asa unajua unanivunjia heshima sana. Nisikize nikwambie. Kama imeshindikana, mimi nikupe mbao zako, nikupelekea kwa fundi wengine huko wakubadilishie, nimekupa mninga kupe mpapai au mchenja. Useme nikuja kubadilishia. Bwana nikupe nini zako tu. Kama mchanganya tu. Wewe unasusa, si ndio? Sio nasusa. Huwezi kunifanyia mimi vitu vya kijinga kama hivyo bwana. Sasa sikia. Yaani wewe usinitishe. Hebu nionyeshe mbao zangu zilipo mimi sasa hivi. Nipigie simu hapa Keli lije liondoke na mbao zangu. Mimi nilikuwa nakuima imani tu. Unajua siku zote unapopeleka kitu chochote kwa fundi, lazima uwe na subira. Lakini kijana, nimegundua wewe subira una. Ili kukata mzizi wa fitina. Tusiwape watu faida. Nakupa siku 3. Nikiwa na maana leo, kesho na kesho kutwa. Njoo na Keli pamoja na hela yangu iliyobaki. Tumalizane kabisa. Namaanisha. Sasa sikia fundi.
Mimi nakuja hapa baada ya siku 3. Nikija nataka nikute kitanda changu kiko tayari. Usisahau na kikeli. Njoo na kikeli. Mambo vipi? Imekuwa vyema tumekutana. Kuna majambo tuzungumze walau kwa uchache. Kiukweli sina sababu ya kuingilia urafiki wenu baina yako wewe na mke wangu. Lakini kuna vijimambo vinapokuwa vinajitokeza, kuna sababu ya mimi kuvizungumzia. Hii tabia ya kuanzisha shughuli sijui kumcheza mwali sijui kunini mpaka inapelekea kuandaa sijui sare na mkapeana. Mimi nataka utambue shemeji yangu, sisi wanaume ndiye tunayohusika kuvilipa hivyo vijola. Sasa mimi mambo kama hayo kiukweli haya nivutie. Sasa kitu kimoja shemeji yangu, achana urafiki na mke wangu naletea na vijola. Sasa hivi hali yangu mimi mwenyewe naitambua. Sitaki madeni ya ovyo ovyo. Na ninakwambia hivi sio kwa ubaya, na wala haina sababu ya wewe kwenda kukaa naye ukazungumza sisi nilikutana na mmeo akanikataza sisi nisikuletee kijola. Sio kitu ambacho kitapendeza. Ila unatakiwa tu kuelewa. Sitaki umpelekee mke wangu vijola. Mimi hizo hela za kulipishana sina. Sijui umeelewa? Sawa shemu, mimi nimekuelewa vizuri tu. Uwe na siku njema. Hivi mzee una shida gani? Kichwa chako kipo vizuri? Una akili timamu wewe? Nakuuliza wewe, Tayama. Mimi nimetoka zangu huko nikotoka, nimekusikia unaangalia TV. Ni mtu mzima najielewa. Nimekuja hapa nimezima TV. Sikutaka kupigana kelele na wewe, sikutaka kuongea na wewe. Haya wewe kimekuasha nini mpaka unawasha TV? Ukunielewa maana yangu? Hujanielewa nilichokuwa nakitaka? Sasa sikiza nikwambie. Huu muda ni saa 9 usiku. Inahitajika watu wapumzike. Na wewe pia unatakiwa upumzishe kichwa chako ukalale. Haya mtu mzima kama wewe saa 9 usiku una kazi kuning'iniza kichwa tu. Kapumzishe hicho kichwa. Au unataka mpaka siku Israeli anakuja kutoa roho unakufa huku unakorosoka, si ndio? Sikiza nikwambie, usinichonganishi na majirani zangu. Sisi tunaishi kizungu. Haya mambo yako Uswahilini ni huko. Kuna mida maalum ya kuangalia TV. Wewe unanionaga mimi mwenyewe. Kuna muda fulani naangalia TV, kuna muda sio kuangalia TV. Sasa wewe unakurupuka saa 9 TV, sio saa ngapi TV, mchana sijui jua linawaka unaangalia TV. Ili iweje unatafuta nini mama? Kuna muda wa kupumzika uwaze maisha. Kuna muda wa kupumzika inabidi ujue maisha mengine yanaendaje. Muda wote umekaa wewe nikikuendekeza sana utanifungisha ndoa na shetani. Nazima TV. Sasa ole wako uje kuiwasha. Nitakacho kufanya mwanao hatoamini macho yake. Na hii jamii yote inayozunguka haitoamini kama mimi nilizaliwa na mwanamke kama wewe.